Kwa hakika Mheshimiwa Mufti, kabla sijaingia katika neno ambalo naweza kulisema, nichukue fursa hii kwanza kabisa kukupongeza wewe binafsi kwa kazi nzuri ambayo umejitolea kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania, kwa ajili ya Watanzania wote. Tumeshuhudia ukitembea katika mikoa mbalimbali, ukitembea katika sehemu mbalimbali, kulihubiria taifa letu swala la amani kuelekea uchaguzi mkuu. Hili ni jambo kubwa ambalo wewe binafsi umejitoa kwa ajili ya Watanzania. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Lakini kwa namna ya kipekee ni wapongeze pia Al-Hikma, Jumuiya Al-Khairiyya ya Al-Hikma kwa kuandaa jambo hili kwa kaifia ya kipekee ambayo haijapata kutokea. Tumeshuhudia makongamano mengi yakifanywa ya kuiombea nchi yetu amani, lakini kaifia iliyotumika na Al-Hikma ni kaifia ya kipekee ya tawassul bikitabillah bilqur'ani alkarim. Hili ni jambo kubwa, na mimi wala sina mashaka kwamba nchi yetu itavuka kwa salama na amani. Inna rabbana la sami'u du'a, Mola wetu ni msikivu na anasikia maombi yetu. Wa du'a'u silahul mu'min, na dua ni silaha kubwa ya mu'min. Wa du'a'u mukhul ibada, wa du'a'u min al-ibada. Kwa hiyo naamini kwamba kwa kaifia hii iliyotumika hapa, Al-Hikma imefanya jambo kubwa ambalo kwa hakika mmeisalimu nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Mufti, makongamano yamekuwa mengi kwa sababu wa Tanzania wanapenda amani. Lakini si hivyo tu, hili ni kongamano la Waislamu, lakini hata watu wasiokuwa Waislamu, Mheshimiwa Mufti, pia wanataka amani ya nchi yetu, na wanafanya dua, wanafanya sala katika nyumba zao za ibada, katika maeneo yao mbalimbali, kwa sababu swala la dua au swala la amani si swala la Muislamu pekee. Hata wasiokuwa Waislamu nao pia wanataka amani. Wanataka amani kwa sababu wanaishi Tanzania, wanafanya mambo yao Tanzania, wanaabudu kwa mujibu wa imani zao na dini zao katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo nao wanataka amani. Kwa hiyo sisi tukiungana na Watanzania wengine kuiombea nchi yetu, lakini kwa kaifia na kwa namna yetu, ili kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, al-amnu matlubun fitriya, al-amnu mas'uliyya insaniya ad-daruriyya. Ni jambo ambalo ni la kimaumbile, ni jambo ambalo mwanadamu ni lazima ahitajie amani, kwamba hawezi mwanadamu kuishi bila amani akafaidi maisha yake katika ulimwengu huu. Lakini si mwanadamu tu, ni fitra ya kila kiumbe. Kila kiumbe alichomuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila kiumbe aliyemuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda amani. Yoyote yule ukimvunjia amani umemkosea, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amemleta katika dunia hii kwa amani na amemtaka aishi kwa amani. Labda yule kiumbe ambaye ana madhara pekee, ambapo kwa sheria za Kiislamu tumeruhusiwa kumuua au kumpotezea maisha yake, kwa sababu nusus zimethibiti ya kwamba ni mnyama au kiumbe ambaye ana madhara kwa mwanadamu. Lakini asiyekuwa huyo naye anaishi pia kwa amani katika ulimwengu huu. Sasa amani, nimetanguliza hapa ayat mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa amani Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, Nabiullah Nuh alayhi salatu wasalam, Nabiullah Ilyas alayhi salatu wasalam, Nabiullah Yahya alayhi salatu wasalam,
Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam, na sote wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatakia amani manabii wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata peponi, tahiyatu ahlul janna fil janna assalam, maamkizi ya watu wa peponi watapokuwa peponi ni kutoleana amani. Wa tahiyatuhum fiha salam, wanatoleana amani, wanaombeana amani. Ndiyo maisha ya watu wa peponi. Juzi nilijifunza kitu kwa Mheshimiwa Mufti nilipoisoma ile aya salamun hiya hatta matla'il fajr. Kwa nini Mwenyezi Mungu Lailatul Qadri alizungumzia kwamba ni amani mpaka alfajiri inachomoza? Akasema fi kulli laila, katika kila usiku huwa kuna shuka khairi pamoja na shari. Fi kulli laila, katika kila usiku huwa kuna shuka khairi pamoja na shari, illa fi lailatul qadri. Fi lailatul qadri ni salamun hiya hatta matla'il fajri, ni usiku ambao shari haishuki wala balaa halishuki, ni amani mpaka kunachomoza alfajiri. Sasa amani ni jambo muhimu sana ambalo wanadamu tunalihitajia tena kwa wakati wote, na Qur'an imesajil swala la amani mara kadhaa. Lakini itoshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotupigia mfano wa amani, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allah fadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Mwenyezi Mungu anatupigia mfano wa mji ambao kanat aminatan mutma'innatan, ulikuwa na amani na utulivu. Mji ambao riziki yake, kipato chake, income yake ilikuwa ikija kutoka katika kila sekta, kutoka katika kila upande. Kwa maana ni nchi ambayo ilikuwa na amani na utulivu, na uchumi wake ulikuwa ni mzuri. Lakini watu wa mji ule walikufuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bil maasi wal fasadi, wakakufuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu mbalimbali. Kilichotokea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaonjesha vazi la hofu, vazi la njaa. Yani badala ya neema ya amani ikawa sasa wanaishi katika hofu, na badala ya neema ya uchumi mkubwa watu wakawa wanaishi katika njaa. Mungu akawabadilishia kibao, ni kwa sababu waliichezea ile neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wa Tanzania tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Amani ni neema, amani ni neema kubwa, na tutaulizwa siku ya kiyama juu ya amani hiyo. Tuliitunzaje amani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa? Tunapoona viashiria mbalimbali vya uvunjifu wa amani, tumefanya nini? Tutaulizwa. Moja kati ya juhudi za makusudi an-nasiha ni kupeana nasaha katika sura kama hii, kukumbushana neema ya amani katika sura kama hii. Hii ni haki yetu kwamba tusiwaache watu wakachezea amani. Tumeona viashiria, wanasema mu'dhamun nari min mustasghari sharar, ukubwa wa moto unatokana na udogo tu wa cheche. Maneno ya watu, vitendo vya watu ambavyo vinaashiria uvunjifu wa amani. Sisi ni haki yetu kuwanasihi, kuwakumbusha kwamba taifa hili ni taifa letu sote, na tuchukue mifano ya watu ambao walichezea amani yao. Amani ni kama yai ambalo ukilishika unatakiwa ulishike kwa umakini kweli kweli. Likikuteleza likaanguka,
Kurejesha yai hilo ni kazi ngumu sana. Tuchukue mifano ya nchi mbalimbali duniani ambao wamepoteza amani zao, wanaishi katika madhila makubwa na wanajutia. Waswahili wanasema sumu haionjwi. Sumu haionjwi. Wa Tanzania, tusionje sumu. Tusijaribu kuchezea amani yetu. Wako watu ambao wasioitakia mabaya, wasioitakia mema Tanzania, wanajaribu kwa njia mbalimbali kupitia mitandao, wakiwahimiza vijana wetu, Gen Z wetu, waharibu miundo mbinu ya nchi, wachome moto vituo ya polisi, vituo vya afya, maeneo mbalimbali, wafanye uharibifu. Alafu wanasema tubomoe kwanza, alafu tutakuja kujenga. Na tunasikia hayo kwenye mitandao, vijana wetu wanahimizwa katika hilo. Lakini mimi ninaamini kwamba vijana wa Kitanzania ni wajanja. Gen Z wa Kitanzania ni wajanja. Vijana wa Kiislamu, vijana wa Kikristo na vijana wengine waliopo katika nchi hii, mimi ninaamini ni wajanja. Hawawezi kabisa kukubaliana na fikra hizi za watu ambao la mahalla lahum min al-i'rab. Wengine hata hawafahamiki wako wapi, wanasikika tu sauti zao, wanahamasisha uvunjifu wa amani ya nchi yetu. Ndugu zanguni, tusikubali, kwa sababu nchi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutunukia sisi amani. Wasalamun qawlan min Rabbir Rahim. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala huwa salam. Unapofikiria wewe kuharibu amani ya nchi, maana yake ni kwamba unataka kupambana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapingana na amani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitoa kwa waja wake. Mwenyezi Mungu hapendi kuona umwagikaji wa damu. Mwenyezi Mungu anapenda kuona waja wake wakiwa watulivu. Mashaitan minal jinni wan nas, wao ndio siku zote wanapenda kuona damu zikimwagika. Tusikubali kuruhusu mashaitani wamwage damu za watu. Na kama ukikubali kumtii shaitani, basi taban unaweza ukawa kafara. Kipindi cha uchaguzi wewe ikawa ni kafara, tukakufanya ni kafara, damu yako ikamwagika, lakini Tanzania itaendelea kuishi. Sasa kama ukikubali mwenyewe kuwa ni kafara ya mashaitani kwa mtazamo wao na mambo yao, basi kuwa kafara hiyo. Lakini Tanzania haikubaliani kabisa na swala la umwagikaji wa damu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda watu waishi na amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. wa fi riwayatin al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Kama Muislamu safi ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wenzake kutokana na uadui wa mkono wake na ulimi wake. Lakini swala la amani ni swala mtambuka. Uwezi ukawapa amani Waislamu wenzako tu, la. Uislamu ukasema almuslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Muislamu safi ni yule ambaye wamesalimika watu wote kutokana na uadui wa mkono wake au ulimi wake. Kwa hiyo sisi kama Waislamu hatupeani amani tu sisi peke yetu, tunawapa amani na watu wa imani nyingine, kwa sababu al-Islamu dinul amni wal istiqrar wa laysa dinul irhab. Uislamu ni dini ya utulivu na amani, na kama si dini ya ugaidi kama wanavyodhani wengine. La, Uislamu ni dini ya amani, inapenda amani na inawapa amani watu wote, hata wasiokuwa Waislamu. Pia tunaona katika maandiko yao pia nao wanahimiza watu juu ya sala la amani. Kwa hiyo nchi hii, wa Tanzania wote, Waislamu na Wakristo,
wote kwa pamoja wanapenda amani na wanahimizana juu ya sala la amani. Nitakushangaa wewe ni mtu wa dini gani ukihimiza watu kumwaga damu katika nchi hii, kinuke au kinukishwe. Kwa hakika ni mambo ambayo hayakubaliki kabisa. Wewe ukitaka kinuke, sisi tutatia udi na al-ud, hapata nuka bali patanukia, na nchi yetu ya Tanzania itaendelea kunawiri. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayya 'alal falah.